So this is what we are doing, boys, eh? Eh? First, bring these things here. Leta hizo pesa zote hapa. All the money here. Anza na pesa. Achana na kadi kwanza. So this is what we are doing in school while others are busy studying in classes, ndio? Huh? 20. Mwalimu, please forgive us, maze. It was the first time. Mimi hata see your staff room. 20 disciplinary room. Disciplinary room. Run very fast. Felix, umekasirika? Unaweza niambia umekuwa wapi? Nilikuwa kazini yake. Ni majukumu ya kazi yalikuwa yamenibana. Nikashindwa kurudi. Toka jana hadi saa hii tunarudi nyumbani. Unalala nje usiku mzima alafu unakuja unanielezea upuzi kama huu. Hey, Felix, usinipandishie sauti. Today I'm going to inflict pain on you. Ingia disciplinary room haraka. Go inside. Mr. Victor, what's up with the boys? Can you imagine, Mwalimu? The boys behind the school block, they are busy playing, they are gambling. While others are serious, learning in classes. Big boys. Mwalimu kwanza huyu, for him to study in this school, Mwalimu, can you imagine this Daniel? The parents are struggling to let them mind their parents' school fees at home. And it's not serious. The parents are really struggling. Unaona huyu? Anajiita manadrila. Manadrila anakuwa favored by the church. The dad told me to talk with the pastor. He alipiwa school fees na ile sadaka watu wanatoa. And it's not even serious. You have no doubt. Huyu naye, the parents has paid the whole of school fees mpaka ya next year. Na hata hiyo kutonia mzazi mkama. Kuna nimetoka na yeye Mwalimu. Nimetoka na kusikia kesi zake. Huyu. The parents is really complaining. Anasema ana amani nyumbani. Anajiita Kevin. I'm really tired with these boys. Like, I don't know what's wrong with these students. Actually, you are fools. Like, you don't know how your parents struggle kuleta shule msome. And your work is just gambling. Kwanza we Daniel, yani mama yako anauza kuni, bali kuja shule kusoma, hiyo pesa ya kuni unatumia kucheza gambling. Hata ujiheshimu. Na wewe asimiti mbadi ufanyi. Like, nimekwambia nilikuwa busy and that's all. Unaona hata hii nyumba mimi ndo breadwinner. Like everything is okay juu yangu. Like hiyo kazi yenyewe nilikuwa busy ndo ina sustain. I was busy, full stop. Hapana. Wewe ni mke wa mtu. Mimi kama mwanamume nakubali vipi? Ulale nje, alafu anakuja unanielezea upuzi kama huu. Hapana. Wewe nielewe tu nilikuwa kazini and that's all. Like najua tu ni hivyo ndo inakusumbua. Oh. Chukulia mimi. Nitoka hapa asubuhi. Kienda kazini. Nikose kurudi nilale huko. Alafu nikuje nikuelezee. Utanielewa kweli mke wangu? Hapana. Nimeshakwambia nilikuwa kazini. Mbona nishinde nikijirudia? Hakuna kitu mbaya ilikuwa inafanyika. Nimechoka Felix. Felix, nimechoka. Niache tu nipumzike tafadhali.
Najua ni kwa nini ananifanyia hivi. Eti kazi. Mtu anaenda kazi, analala kazini, alafu anarudi asubuhi. Ama ananidhalilisha hivi juu pengine mimi sina kazi. But it's fine. Nitajua cha kufanya. Lakini Mr. Young, we shall deal with these students. We shall give them punishment hadi wajifunza adabu. I knew Daniel must be there in this group. So I'm in class, you are busy gambling outside there. You think I'm a fool? And you are not playing good games, you are gambling. You're also having money. It seems you're joking. We need to do something on that. And on that, I'll teach you a lesson. We teachers sacrifice a lot for you, but it seems that you don't value anything. In fact, let's look. Mwalimu, please forgive us. Because we are Shetani. Ati Shetani? Mwalimu, look at this boy. Since you like playing games, let us play one more that will teach you a lesson and have respect. Go down, go down. Like you did it knowingly. Mulifanya tu mkijua kitu ni mbaya. There's nothing like Satan. Do you know the Satan you are blaming? In addition, have you ever seen that Satan? Sir, take this. Here is the two. Here is the two. Hicho kidole nataka kutuonesha sasa. Lakini bro, vile unajifanya uko na do. Mbona Mzee. Ajeni ndio kanisa man. Ajeni ndio kanisa lakini ajeni ndio. Lakini umwage na amezoea wala. Nimemwona sana, ni kama ajui mimi nani shule. Cheki Brayo. Let me tell you one thing. Unaona kwa hii shule ameingia katika namba chafu. You know this institution sisi ndio tunajulikana kama bafu chafu hii shule. Kabisa. Na before hii term iishe, nitakuonesha vile tutamfanyia. We must teach him a lesson. Lakini ndugu zangu, kitu nimeniuma. Kitu nimeniuma kabisa, yani hiyo do yetu hiyo. Yaani mnajua hiyo do tumefanya aje ili tupate pesa. Bana. Alafu yani anakuja tu anachukua tu kiurahisi tu yani. Kama nyinyi mnaona hiyo pesa imeniuma. Sorry atu. Kweli mimi naumia kabisa, nimehangaika. Ndio nipate hiyo pesa. Hata kama wazazi wangu wamenilipia karo, wao wanipi pesa. Nimepitia shida mingi ndio nipate pesa. Mtu mzee. Ai. Madama, kitu na ameniuma mimi ni yodo sana. Imenibana sana. Sasa nimestruggle. Lakini ningeamua tu nifanye unyama huko ndani. Wangeamini. Unajua ni nimeshika mara ngapi huko nje. Mtaa, ulizia mtaa, nani anatambua Kevo? Mtaa inanitambua. Azee Kevo, unabanja mingi saa hii. But ikifika time ya action, unanywea manze, unaingiza baridi. Unaona katika this crew, you are the softest person here. Sasa sijui hata sasa unabonga nini. Lakini ama mode nao anatibeba ufale. Lakini kuna siku moja watatambua. For sure G. Lazima watutambue wadada. It's true bro. But for now, let's take it easy. Tukifika huko tukaushe tu, mtu yote asijue kitu yenye imetendeka. Safi safi. Sawa, hapo sawa maji. Tufikeni hiyo daro.
Jamaa. Sasa kuna jambo linanisumbua kichwa. Akilini mwangu sipati peace of mind manze. Kila siku manze niko kwa Mungu wa mawazo. Lakini bro, mbona umie na mawazo na sisi tuko hapa? Si washikaji wako jamaa. Tuambie linalokusumbua. Inaweza kuwa na jinsi ya kutatua tatizo lako. Naelewa. Shida kubwa inayosumbua mimi na moyo wangu. Ila ni Amina. Nimejaribu vyote kumweleza hisia zangu dhidi yake, ila bado hataki kuzielewa. Naumia sana ndugu zangu. Kwa kweli nimetokea kumpenda yule msichana. Mapenzi yangu kwake ni ya dhati, na nalimaanisha. Dani. Amina amekushinda. Amina tu. Wewe mpumbavu ni. Mistari nimekuandikia baba. Mistari ninakuandikia. Bado umefeli kuina Amina. Ila tujipasi tu. Amina. I don't know why these students are not performing. Why? Ninyi wenu wanapita ama wanaanguka kama wangu? Pia huku tunaona mambo tu. Na wapi ona? What kitu zenye nafanya hapa? Like I'm marking nothing. Guy, Aki, honestly performance yetu imeshuka chini sana. I don't know why. Na unajua like I think kuna kitu inaendelea kwa hizi kwa wanafunzi. Like many time nimeingia class and the students are just talking about relationships. Like wanaongelelea mambo ya mapenzi and they're not learning. I think my fellow colleagues, that's true. Yeah. We are really losing the focus in as much as discipline is concerned, and even the performance of our school. The performance of these students are really depreciating. I think we need to do something as teachers. We need to go back to the drawing board. Yeah. Like Madam Karen. Tuaniangalilia hii. Kevo. Yeah, thinking about serious things affecting my feelings about Amina. Naona leta mzaa. Hivyo vitu Kevo. Ujui hisia zangu zinaumia. Naumia Kevo. Tulia bro, tulia. Lakini Kevo, wakati mwingine watu wakiongelea mambo serious, jaribu kukua, usilete mzaha. Huyu mshikaji wetu anahitaji mawaidha. So si tufikirie vile tutaweza kumsaidia. Samani wanangu. Samani. Nilikuwa tu masiara. Sielewa kawaida ya ulimi, una mfuko, ulikuwa nyoka. Sawa Kevo, naelewa. Ila tukiongelea mambo ya mapenzi, mambo inahusu hisia zangu. Silete mzaa hapo. Sasa kwa hivyo ndugu zangu, mnanishauri vipi nifanyaje ili niweze kumpata ule mdada? Kwa kuwa naumia mazee. Naumia. Lakini wanangu, nimepata watu. Kwa sababu gani? Hebu tuambie bana. Empty. Imagine hii hesabu sasa. I wonder. Mtu anapata tu 08. It's true teachers. Because if we don't act now, it might become worse in the coming days.
Cause hawa watoto tunafaa tuwatrain vizuri ndo waweze kuwa hata watu wa muhimu katika jamii. Exactly. Lakini kama si hivyo, tutakuwa tuna produce hapa wezi na yani watu ambao wataweza kusaidia jamii. We need to act as the role models to the students. Mtu anaita nani huko? Yule si ni Amina ule. The new student. Anafanya nini hapo? And madam, the most funny part of it, this student, she's scoring A in mathematics. And these other subjects, she's scoring D. She even scored an E in my subject. Maybe ni maths ndio anajua peke yake. No, you cannot be understanding one subject only. Emu acha niende nikamsikize. Pengine Lakini madam, subiri kwanza nimsikize. Nadhani ananiita mimi. unakuta wewe? Yeah. Acha nimsikize anasemaje. Amina, ni mambo gani hayo nimeyafanya? Kumbuka wale ni walimu wenzangu. Sasa kwa njia uliotumia kuniita si sahihi. Walimu wenzangu wanaweza kunichukulia vibaya. Samahani mwalimu, nina shida kidogo tu, naomba unisaidie. Amina, lakini hata kama ungekuwa na shida, ungekuja hata pale karibu na walimu wenzangu useme, excuse me sir, may I talk to Mr. So and so. Ingekuwa inaeleweka. Lakini si hiyo sauti uliotumia. Hivi unadhani walimu watanichukuliaje? Ama unataka kuniharibia kibarua changu? Nisamee, pole. Alafu mimi sipendi huu ujinga wako wenye unapenda kufanya mbele ya walimu wenzangu. Sipendi kabisa huu ujinga wako. Sasa imekuwa upuzi, si ndio? Ni sawa, nitaenda. Mbona Mr. Yang amekawia huko sana? Tangu aende na ule sijui kwa ule msichana. Hadi nashangaa. Madam, I think there is something which is not right in this school. Because I'm really worried. Someone cannot score A in one subject, then the remaining subjects and score D and E. And to make the matter worse, that subject, when you score A, Mr. Yang is the one taking that subject in that particular class. And she's the only student with an A. The following students have got a B. Something must be going wrong here. Hii shule itatuonyesha mambo. Lakini mimi sitasema kitu. Napenda kazi yangu. Sawa tu, Mr. Yang akumbuke kile kitu chenye anafanya huko itajulikana tu. Atajaribia kazi. Miaka mingapi? Miaka mingapi? Sasa tusiongee. Usiseme. Lakini subiri kwanza. Niambie shida yako basi. Nilikuwa tunaomba unisaidie na hela kidogo, nitengenezee nywele, alafu pia sina ya lunch. Sasa hiyo ndio kitu ilikuwa inakufanya hadi unatumia sauti kama hizo? Si ungenitafuta tu muda wako ukaniambia vizuri. Pole, nimesikia. Sawa, sasa hivi nitakupea pesa ya lunch. Alafu baadaye utanitafuta tena. Nitakupea hiyo nyingine. Sawa? Chukua hii. Wahi darasani, utanitafuta baadaye. Sawa, asante. Haya. Bye. Bye. Mr. Yang.